Naam, tendo la ndoa ni mbolea kwenye maisha ya ndoa. Na unaposikia neno ndoa, kinachounganisha ndoa ni lile tendo lenyewe. Na ndio maana mtu yote anapoingia kwenye maisha ya ndoa au kafunga ndoa, huwa ndoa inakamilishwa na tendo. Bila tendo ndoa inahesabika bado haijatimia. Na ndio maana tunaambiwa katika kitabu cha Mwanzo, wale wanaotumia Bible au Biblia, tunaambiwa mwanamke atamcha baba yake ataambatana na mume. Na ndivyo hivyo ilivyo kwa mume, ataambatana na mke wake. Kwa maana hawa watakuwa mwili mmoja na kuanzisha familia ambayo itakuwa inajitegemea kwa mawazo na akili. Lakini haimaanishi kwamba hawa wawili wataachana na wazazi, kwa maana hawatakuwa nao karibu au kuwasaidia au la. Lakini tu kwamba wataambatana, watakuwa mwili mmoja. Huu mwili mmoja sasa ndio hapo tunapata yaya tunayozungumza kwa siku ya leo. Na kwa kuongeza kwamba ndoa ndio msingi, ndio mbolea ya maisha ya wawili wanaishi pamoja. Bila hili tendo, ndoa hapo bado itakuwa haina uimara, italegalega, itayumba, itakuwa na mikwaruzo, itakuwa na malumbano. Bado tutakuwa tuna shida kwenye hili jambo, kwa sababu kinachounganisha hawa wawili ni hicho. Kwa hiyo mke ametoka nyumbani kwao, ameacha chakula, ameacha kila kitu, na mume ameacha kila kitu. Kilichounganisha kikubwa ni hiki cha kuweza kuwa pamoja, kuwa na familia, na Mungu akiwajalia kuwa na watoto. Yawezekana ndani ya ndoa pia kukawa kuna hilo tendo linaendelea kufanyika, lakini pia yawezekana nje ya ndoa kukawa kuna vijana ambao wanaendelea kufanya kutokana na wao kutengeneza hisia kati yao. Watu hawa wanaposhiriki tendo la ndoa, kuna uwezekano wote ule wa kuathiri issue zao za kiroho ama katika nguvu ambazo sisi pengine hatuzifahamu. Yawezekana labda binti huyu amekuja, aliimbiliziwa sana huko kwao, au huyu mwanaume kuna namna alifanyiwa mambo na nyuma huko, yani vitu kama hivyo. Inaweza ikabadilisha ama ikaleta athari katika watu hawa wanapoenda kujamiiana. Kwa kiasi kikubwa hawa wana mahusiano sasa tunaozungumzia, ambao tayari wamevuka mpaka wa kuanza kuingiliana kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kuna mambo mengi sana yanayozunguka, na unafahamu katika imani zetu zote tunazozipitia hazikubaliana na haya mambo. Kuwa na mahusiano ya kuingiliana kimwili kabla mjafunga ndoa hairuhusiwi. Na ndio maana ningesema kitabu cha Mwanzo kinaeleza, hata vitabu vingine vya dini, Qurani. Na ndio maana ukiona kipindi watu wanapoingia hata kwenye mfungo aidha wa Ramadhani, tunaona watu wengi wanaenda kufunga ndoa ili Ramadhani yao au funga yao iweze kuwa funga iliyokamilika. Na hata kwa Kristo iko hivyo hivyo, kwa maana kwamba kujiandaa kiroho ili kukabiliana na maisha haya ambayo yana faida. Kwa sababu hakuna faida ya kuwa aidha wewe ni Mkristo au Muislamu kama hauheshimu hizi nguzo muhimu za dini ambayo inakuzunguka. Mojawapo ya kitu kinachotuzunguka ni familia ambayo ni ya watu wawili, ambao kuna mke, kuna mume. Sasa kama hawa wataanza kuingiliana kabla ya utaratibu huo husika haujafanyika, kwa maana pia kuna kudhulumiana hapa. Kwa maana hata wazazi waliowalea hawa wanadhulumiwa. Kwa hiyo hata wenyewe wanajidhulumu haki yao ya kiroho. Kwa ndio maana kwamba dini zetu zenyewe zinatupa mwanga kwamba lazima tupite kwenye hatua hizi ili tufikie hii. Na kila dini na kila dhehebu limeweka utaratibu wake ambao ni mrahisi tu, japokuwa vijana wengi tunapenda kufanya uwe mgumu kwa kuhitaji mambo makubwa. Kwa hiyo kwamba tukisema moja kwa moja inaathiri kiroho, inaathiri sana, kwa sababu pia tuna baraka ambazo pengine tuzipate tutazikosa. Alafu cha pili, utakuwa na amani katika jamii inayokuzunguka. Aidha mwanamke au mwanaume, pia kuna haki za kimsingi mnazikosa za kisheria. Hususan mwanamke ndio anayeathirika kwa kiwango kikubwa sana kwenye haya, kwa mfumo wetu wa Kiafrika, utasema mfumo dume.
kwa maana kwamba mwanamke akianza haya tayari mwanaume anaweza kumtumia kama useless, akafanya jinsi anavyotaka, na kwa tayari amekuwa mtumwa wa mwenzake kwenye haya mahusiano. Ili kuavoid haya, ili kujiathari na huu unyenyesaji ambao utajitokeza baadaye, ni vyema tu kwamba binti akaweka utaratibu, mwanaume kaufuata, kwa sababu mwisho wa siku mwanaume ashakuwa mtawala, tayari ndiye anayemiliki kila kitu kwenye idara hiyo. Kwa hiyo madhara ni makubwa, japokuwa uweze kuyaona kwa haraka kwa sababu haya mambo yanaongozwa na miemko na hisia. Sehemu nilisikia na wakawa wanazungumza kwamba yawezekana pia ukawa kuna madhara mengi ambayo yanaweza yakatokea labda kwa mwanaume au mwanamke, ikiwemo kisaikolojia. Unaachiwa mikosi, unaachiwa vitu ambavyo wewe mwanzoni ulikuwa hudhani ama ulikuwa huvioni. Kwa mfano, ulikuwa mtu akupata sana pesa, akaja mtu ukafanya naye tendo, nyota yako ile ikaondoka. Ama ulikuwa ni mtu akukosa, mtu akaja akawa ameleta baraka zaidi. Hili likoje? Maisha ya haya huwa tunasema ni sio probability, wengine nasema probability, sio probability. Kwamba unajua mwanamke ashaingia kwenye mahusiano ya kufungamana na mtu, hata kuna waliokuwa wakiwa pembeni huwa wanakata nguvu. Na niseme tu hata kwenye madarasa yangu anakutana nayo sana haya. Na kama nilivyosema kwamba haya mambo yanaenda kwa hisia na miemko, ni inasumbua sana mabinti walio wengi, sababu wakati wanaingia kwenye hiki kipengele huwa hawakioni, lakini baada ya matokeo ya kuvuruga utaratibu wao huwa kinaanza kuwasumbua. Kwa maana kwamba maisha ni kuamua, na ndio maana tunasema kwamba unapoingia kwenye mahusiano haya, cha kwanza kabisa mshirikishe Mwenyezi Mungu kwa imani yako, akupe kibali. Basi atakachokuwa amekunyoshia basi ndio kibali alichokupa, unatakiwa uishi pale. Tatizo la haya mahusiano yamegubikwa na tamaa. Sasa unakuta kuna kulingana maadili ya binti au mwanaume, jinsi alivyolelewa, akajengwa kiakili, unakuta tayari moyo wake, akili yake inaweza kumpa ustahimilivu au utaratibu fulani wa kusubiri jambo ambalo liko mbele yake na kulijenga. Na mimi hapa ni shauri kitu kwamba unapoingia kwenye mahusiano na ukaelewana huyu ndio mwenzangu, na ndio maana tunasema kwamba unatakiwa kufuata utaratibu aidha wa ndoa au wa kisheria kulingana na mujibu wa sheria za dini au sheria za kiserikali, sababu kuna ndoa za bomane za watu ambazo zinakupa haki baada ya mahusiano kuvurugika, ili wewe uweze kutoa moyo wako na akili kuweza kusaidizana na mwenzako na kumfanya mwenzako awe huru kwa kila ambacho unacho, ili kujenga maisha ya leo na ya kesho yenye uhakika. Hata kama Mwenyezi Mungu amewajalia watoto, mtajua watoto mtawaleaje kulingana na jinsi mlivyojitoa. Lakini kama maisha yako wewe utakuwa ni mtu ambaye unarukaruka kiasi kwamba hata mwenzako ambaye unaye kwenye mahusiano haya hata kuamini, ataendelea kujijengea maisha mengine. Hayo maisha mengine ndiyo yatakayoathiri kesho yako na leo yako ambayo ina uhakika wa kufikia malengo fulani. Kwa hiyo kwenye hili ambalo tumelizungumza hapa kwamba huyu zaidi au yule zaidi, hapa nimepata au nimekosa, ni kikubwa ni kuamua kulingana na imani yako ilivyo, kwa sababu kila mtu ana imani yake, ili kujenga kesho yenye uimara. Na kwenye maisha ya mahusiano au ndoa, wanandoa hawa wapendanao hawa wasiwe wagumu kutambua au kujikosoa na kurudi nyuma na kwenda mbele, kwa sababu moja kati ya concept muhimu kwenye mahusiano ya kwanza kabisa ni kuvumiliana na kuchukuliana. Kwa sababu kumbuka, hawa wana mahusiano ambao wanaingia kwenye maisha ya ndoa na tendo hili ni watu waliolelewa kwenye mazingira fulani fulani, na kila mmoja ametoka kwake ana vionjo vyake. Sasa kama umetoka daraja A kwenda daraja B au B kwenda A, kuna utofauti. Lazima huyu mwana mahusiano atambue kwamba kuna maisha ya huyu na ya kwangu.
lakini tumeamua kufungamana kuwa kitu kimoja, basi hapo tunapaswa kutuliza akili zetu, kuchukuliana na kuvumiliana ili kujenga mbele. Na tena kuwakumbusha tu kwamba wana mahusiano kati ya mwanamke na mwanaume, kila mtu ana kipengele chake ambacho ni Mwenyezi Mungu alikiweka. Mwanamke atamheshimu mume wake na mwanaume akampenda mke wake. Hivi vitu ni madaraja ambayo ni Mwenyezi Mungu aliyaweka ili kuweza kuweka usawa kwenye mahusiano. Mara nyingi tumesahau mwanaume anataka apendwe. Mwanamke anapaswa amheshimu mume na mume ampende mkewe. Yapo madarasa mengi, kwa kuwa muda wa kipindi nao ni mchache, na mimi basi niwape mawasiliano yangu wale ambao watapenda kuwasiliana au kupita kwenye channel yangu ya YouTube na kupata mafundisho mbalimbali. Ukitaka kwenye YouTube unaingia kwenye channel inaitwa Lucas Shirima Online TV, utanipata. Vipindi vyangu vipo vingi sana, unachagua kipindi unachokipenda pale utasikiliza. Mawasiliano yangu pia yapo kwenye zile content, ukiangalia utapata namba yangu ya simu. Lakini kwa wale ambao hawawezi kuingia, wanataka ushauri moja kwa moja, namba yangu ya simu ni 0625 46 95 39. Nawashukuruni sana na Mwenyezi Mungu awalinde na awabariki.